Leo pamoja na mambo mengine, wenzetu wa bonde hawa walikuwa na hivi yao, na kimsingi wao wana majukumu mengi, lakini moja ya jukumu lao la msingi ni ulinzi wa vyanzo vya maji, lakini kuhakikisha matumizi sahihi ya maji yanayotoka kwenye maeneo kama haya ili vyanzo viendelee kuwa sustainable. Unajua maeneo kama haya watu wanayanyemelea. Nafikiri unaona yule bwana analima pale. Wale wanalima kwa sababu maeneo haya ni maeneo ambayo yanakuwa yanaruhusu shughuli kama zile kwa miezi yote 12. Sasa wasipodhibitiwa watu kama wale wanaweza wakaendesha shughuli zile kiasi cha kuhatarisha vyanzo vya maji. Na kwa kawaida maji unaweza ukayaona yanapita hapa lakini yametokea mbali sana. Sasa ukidistabu mwenendo wa maji kwenye njia ambayo imezoeleka unaweza ukasababisha matatizo. Lazima kuna sehemu maji yatatafuta namna ya kutoka. Ndio unashangaa maji yameingia kwenye makazi ya watu, maji yamekuwa mengi, yamejaa barabarani tu kwa sababu tumeyaingilia. Sasa wenzetu wa bonde pamoja na mambo mengine wana shughuli ya kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo leo pamoja na event yao ambayo inaendelea pale, walikuwa na shughuli ya kuja kuclear maeneo haya, kuhakikisha wanaonyesha mfano wa namna ambavyo takataka hazitakiwi kutupwa humu ndani. Lakini ulinzi wa eneo hili wamekuja na program ya kupanda miti. Kwa kuna miti zaidi ya 500 imepandwa hapa ambayo itaendelea kutunzwa baadaye ili eneo liendelee kuwa protected. Kwa kimsingi hasa ndio kilichotuleta. Lakini kama unavyofahamu muongozo wa serikali ya awamu ya 6 uko vile clear, ambapo Mheshimiwa Rais ameuacha usimamiwe na ofisi ya makamu wa rais ambayo ndio wizara inayosimamia mazingira iko pale. Tuna muongozo wa kupanda miti 1.5 milioni kwa kila halmashauri. Kwa hiyo tunapopata program kama hizi za wadau wetu muhimu kama bonde wanapokuja kuwa na program ya kupanda miti, mimi kama mkuu wa wilaya kwangu wanakuwa wamenisogeza hatua moja mbele au tatu kwenye kazi yangu ile ya miti 1.5 kwa kila halmashauri. Kwa hiyo nawashukuru sana wenzetu wa bonde kwa kudedicate muda wao na kuona kuna umuhimu wa kuja kupanda miti. Tumepanda miti lakini serikali ya mtaa hapa tunawaachia maelekezo ya kuitunza, kuwa na program ya kuimwagilia. Tuko pembeni ya mto, kazi ya kumwagilia haitakuwa kubwa sana, lakini kuzuia isiingiliwe. Lakini humu ndani kuhakikisha wanachukua hatua kwa wale wanaochafua mto wetu. Kama unavyoona takataka nyingi unazoziona hapo ni za kutoka majumbani mwetu. Hizo takataka unazoziona ni chupa, mifuko. Hakuna takataka ambazo ni natural tuseme zimekuja tu labda ni miti imeanguka au ni no. Ni takataka ambazo na uhakika wanaoishi pembeni ya mto wanaona hii ni dumping place. Badala ya kuwa na mashimo ya takataka, watupe takataka kwenye mashimo, magari ya mtaa yapite yaende akachukue takataka zikatupwe zinakotakiwa kutupwa, wao wanaona sehemu sahihi. Kwa hiyo nimemwelekeza mtendaji wa kata na mtendaji wa serikali ya mtaa wachukue hatua kali ikiwemo kuwapiga faini hawa watu, na afisa afya wa kata hii anatakiwa kusimamia hilo ili mto huu ukae sawa. Na kwanza ningekuwa naelewa hali ni hii, nitakiwa ni watoe wote hawa, kila mtu mbele ya nyumba yake aje atoe hizo takataka. Wote tuwaamishe, waliyelala, sijui anayekunywa supu, sijui anayefanya nini, wote watoke waje watoe takataka zao. Hizi ni takataka zao, hii mifuko hii. Uweze kuniambia hii mifuko na chupa imetoka Mwenge imeletwa hapa. Ni hawa jamaa zangu, na mwingine ananiangalia yule mwenye shati nyekundu yule. Usikute leo tupa takataka nyingi yule jamaa pale. Kwa hiyo wanatakiwa waje watoe takataka zao. Swala zima la usafi, hali koje kwa wilaya Ubungo ama schedule ya usafi koje? Wilaya ya Ubungo ni safi. Na shughuli za usafi ni shughuli endelevu. Ni shughuli za kila siku na approach ziko tofauti. Kwa hiyo kila kata ina afisa afya. Kuna program zetu zile za kampeni za kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi, lakini Mheshimiwa mkuu wa mkoa alitoa maelekezo hapa wakati tunapokea ugeni ule wa marais wengi waliokuja kwenye mkutano wa Mheshimiwa Rais ule wa nishati safi. Kwa hiyo sasa hivi ni kila Jumamosi tunafanya, lakini tumeshusha maelekezo ambayo yanasimamiwa ya kuhakikisha usafi na kwa ni jambo endelevu kwenye barabara zetu kuu pembeni, maeneo ya biashara, kwenye mastendi yetu, kwenye masoko yetu. Kwa hiyo ni kazi ambayo ni ya kila siku, na kila siku asubuhi napata taarifa juu ya mwenendo wa usafi, watu ambao ni wakorofi kidogo na namna walivyoshughulikiwa. Kwa hiyo nawapongeza sana idara ya afya na maafisa afya wangu wote kwenye kila kata, waendelee kukaza uzi. Usafi hauna mjadala. Survival ya mwanadamu ni pamoja na usafi, na kila jambo huwa lina watu wanaotii moja kwa moja, lakini kuna watu wanataka kuzijaribu sheria. Wale wanaotaka kuzijaribu sheria, basi sheria zitumike kuwaweka sawa. Na tumekuwa na programu hizo kwenye mashule, mahospitali, ofisi zetu za serikali.
tunawatafutia miti tunawapa, lakini wengine tunawasisitiza watafute wenyewe. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la pili ni watu na maeneo yao. Kila mmoja na eneo lake, bwana panda mti, una eneo la kupanda miti 10, 20 panda. Tumekuwa hilo pia linaendelea. Lakini eneo la tatu ni vitalu. Kuna maeneo ambayo yapo yametengwa, yako wazi, ambayo kimsingi manispaa au halmashauri wanaweza wakaona eneo hili kwa sasa kwa matumizi yake, tunaweza tukatenga kiasi fulani cha eneo tukapanda miti kama sehemu ya kuprotect eneo lingine labda tukatenga viwanja kwa ajili ya makazi na mambo kama hayo. Kwa hiyo program zinaendelea katika mtindo huo, na maeneo mengine ni kama haya unayoyaona, maeneo ambayo yanatakiwa kulindwa. Kwa tunakuja kupanda miti kuhakikisha inasaidia ulinzi wa maeneo. Kwa hiyo tuna approach tofauti kulingana na eneo lina sifa gani. Labda sasa sababu ni neno pia tumalizie na swala hili la hamasa kwa watu kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kupiga kura kama mkuu wa wilaya, nini hamasa kwa kazi wa wilaya Bunge? Kimsingi siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi huu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alizungumza na vyombo vya habari akieleza juu ya zoezi hili ambalo kimsingi linasimamiwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Limeanza tarehe 17 na alitoa wito kwa wakazi wa Dar es Salaam kutumia nafasi hii vizuri, kujitokeza kwenda kuhakiki taarifa zao. Watu wamefikia umri wa miaka 18 au mpaka mwezi Oktoba utakuwa na miaka 18, nenda kajiandikishe. Watu waliobadilisha sehemu za maisha, sisi tuna katiba yetu inaruhusu kuishi popote. Kwa hiyo kuna watu labda walikuwa wako Shinyanga, walikuwa wako Mwanza, walikuwa wako wapi, wako Dar es Salaam sasa hivi. Watumie nafasi hii vizuri kwenda kuhakiki taarifa zao ili waweze kuwa wapiga kura kwenye uchaguzi wetu wa mwaka huu. Mimi naendelea kusisitiza wananchi wote wa wilaya ya Ubungo wenye sifa za kujiandikisha kama bado, lakini wale ambao tayari walishajiandikisha lakini wamebadilisha maeneo yao ya kuishi, waende watumie nafasi hii kwenda kuhakiki taarifa zao ili wawe wapiga kura mwezi Oktoba mwaka huu. Ni nafasi muhimu ambayo wasipoteze, kwa sababu tayari Tume ya Uchaguzi wamejiandaa vizuri, wana timu za kutosha, wana vifaa vya kutosha. Kwa hiyo muda huu tuutumie vizuri, twende tukahakiki taarifa zetu, na namshukuru Mungu, ninapita ninaona mwitikio wa wananchi sio mbaya. Ninasisitiza tu siku zinakwenda, leo ni siku ya Alhamisi na maana ni siku ya 4, siku zinazidi kukatika. Tutumie muda wetu vizuri na siku zilizobaki twende tukahakiki taarifa zetu ili tuwe wapiga kura kwenye uchaguzi wa mwaka huu wa kuchagua waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge na kura za mheshimiwa rais kwa mwaka huu 2025. La pili ambalo ni kubwa ni miaka 4 ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi kwanza kama mtu aliyeniteua naendelea kumshukuru sana kwa heshima aliyonipa ya kuniteua kuwa mkuu wa wilaya na kuwa sehemu ya viongozi katika serikali yake ya awamu ya 6. Sasa sisi watu wa Ubungo tuna mambo mengi sana ya kujivunia, na huenda unipe kipindi maalum niweze kuzungumza. But kwa uchache, Ubungo kwa wale ambao ni wakazi wa Dar es Salaam wanaelewa, walikuwa wakitaka kuja mjini na kurudi maeneo yao huko ya Mbezi, Kimara, Kibamba, Kwembe, maisha yao yalikuwaje. Tuna barabara pale njia 8 na hivi ninavyozungumza inapanuliwa zaidi. Ndio unaona watu wanahangaika kidogo namna ya kupita. Ni uwekezaji wa Dr. Samia, anataka ile barabara iwe pana zaidi. Tutakuwa tunateleza tu sasa hivi kwenda Ubungo. Ni uwekezaji wa chini ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ukiangalia barabara ilivyokuwa na sasa hivi unaweza kufikiri picha imepigwa nje ya Tanzania, lakini ni Tanzania hapa ni Ubungo. Tuna kituo pale cha uwekezaji na biashara bilioni 300 pale ilipokuwa stendi ya mabasi zamani. Zaidi ya shilingi bilioni 300. Tunakwenda kuwaunganisha wafanyabiashara na viwanda vinavyotengeneza bidhaa. Ni mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya biashara. Kituo kiko kwenye hali ya mwisho kabisa ya umalizikaji, na muda sio mrefu pale tunakwenda kuandika historia ya kuwa na eneo ambalo litakuwa na mawasiliano na manufacturers moja kwa moja. Na hivi ninavyozungumza, wale watu waliochukua frame pale kwenye lile eneo, japokuwa bado hawajaingia mle ndani, lakini center imeshaanza kuwaunganisha na manufacturers kutoka China na biashara zinaendelea. Lakini Ubungo ndio nyumbani kwa taaluma. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiko huko. Tuna chuo binafsi cha St. Joseph kiko kule. Sasa hivi tuna program ya wenzetu wa St. Joseph wana maabara inayotembea. Kwa hiyo watakuwa wanatembea kwenye sekondari zetu huku ambazo zinafundisha masomo ya sayansi na maabara yao inayotembea kwa ajili ya kuja kudemonstrate namna gani ya kuishi kisayansi. Ni mapinduzi ambayo yanaletwa na serikali ya awamu ya 6. Sasa hivi tunakuwa na maabara zinazotembea.
lakini tuna shule ya wasichana pale. Shilingi bilioni 5 imewekwa hapo. Shule ya wasichana ya mkoa wa Dar es Salaam iko kwangu. Iko Ubungo huko. Ambayo ni maono ya Mheshimiwa Rais Samia. Watoto wakae sehemu moja wa kike, tuwa protect, wawe kwenye mabweni mazuri, waweze kusomeshwa vizuri, maabara ziko vizuri, ICT lab iko pale. Ni mambo ambayo yametokea kwenye serikali ya awamu ya 6. Miaka hiyo yote kulikuwa hakuna mawazo kama hayo, na sasa hivi kuna shule za wanaume zinajengwa. Yaani kuna zile za kike afu ameleta na kwa upande wa boys zenye sura hiyo. Kwenye maji kuna miradi mingi sana. Wiki ijayo nitakuwa nazindua maji kwenye eneo kata yangu moja Saranga huko. Kuna mradi mmoja unajengwa upande wa Ilala, kuna tenki huko la lita milioni 10, na sasa hivi ule mradi utakuja kunufaisha mpaka watu wangu. Ni mradi wa mabilioni ya pesa ambao na wenyewe unakuja kunufaisha watu wa Ubungo. Kwa hiyo kwenye afya, you can name it, kuna vituo vya afya vingi tu, na halmashauri pia kupitia mapato ya ndani tumepeleka shilingi karibu milioni 60 kwenye kila kata kwa ajili ya kusaidiana na wenzetu wa TARURA ili kuboresha barabara zetu. Kwa hiyo miaka hii 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa na faraja kubwa sana kwa wenzetu wa Ubungo, na mwisho Rais Samia ana dhamira pia ya kunyanyua vipato vya watu, kuwawezesha wananchi kiuchumi. Wiki 1.5 2 zilizopita nimeshiriki na nimezindua, nimekabidhi cheki zenye thamani ya shilingi bilioni 2 kwa kina mama, vijana na wenzetu wenye ulemavu kwa ajili ya wao kwenda kutunisha mitaji kwenye biashara zao. Hii sasa ni theory na ni falsafa ya Mheshimiwa Rais ya kwenda kuwezesha wananchi kiuchumi. Kwa Mheshimiwa Rais anajenga miundombinu kama niliyosema, barabara, maji, mashule, mahospitali, lakini bado anakwenda kutunisha mifuko ya watu. Kwa sababu mwisho wa siku lazima watu wawe na uwezo wa kununua, wawe na uwezo wa kumudu gharama za maisha na kumudu maisha yao. Kwa hiyo kuna hiyo program, na hii ni awamu ya 3. Awamu inayokuja tena tutakuwa na bilioni zingine kabla ya kufikia mwezi wa 6. Kwa hiyo ni sehemu nyingine ya matunda tunayosherehekea katika miaka 4 ya Mheshimiwa Rais. Niendelee kumuombea heri Rais, aendelee kutuongoza vizuri, na Mwenyezi Mungu ampe ulinzi wa afya ili tuendelee kunufaika sisi na uongozi wake ambao kimsingi tuko hapa kwa sababu hiyo. Hizi kazi zote tuna uwezo wa kuzifanya kwa sababu Mheshimiwa Rais amezindua, ametengeneza fursa, amewapa uwezo watu wa bonde, wana hela ya kufanya vitu kama hivi. Ndio maana tunakuja uwezo wa kufanya mambo kama haya.